Naam, tunaendelea na mazungumzo ya gharama ya maisha. Kwa kweli kwa hivi sasa hali ni ngumu. Hata ukienda katika baadhi ya vituo vya kuuza mafuta, wakati mwingine hauna uhakika pia wa kupata mafuta. Kuna wakati mwingine unafika saa 8 unaambiwa mafuta hapana, utakuja kesho asubuhi, licha kwamba yako katika bei ya juu. Nilifanya utafiti jana kuona kuna baadhi ya maeneo ambao unakosa mafuta lakini asubuhi utapata. Na hili mmesema kwamba mgala muue lakini haki yake umpe, kwamba kabla tumwelekeze kidole cha lawama rais aliye madarakani, tuwatwike jukumu hili wabunge wetu kuangalia watafanyaje kupunguza hii hali ambayo kwa kweli si shwari. Na inapofanya kwamba watu wengi wanashindwa kusukuma gurudumu la maisha, basi sioni pia kama serikali inapata nafasi ya kuokota chochote katika shughuli zao. Maanake ni lazima wafanye kazi ndio nao serikali iokote katika shughuli zao. Wakikwama kufanya shughuli zao, basi itakuwa ni kama tunatwanga maji kwenye kinu na yote yataishia kumweka chini. Daktari Luchetu Lukaku ameweza kumsikiza kwa kifupi hapa Roda akizungumza kwa hisia kwa jinsi ambavyo hali ni ngumu mitaani, maisha ni magumu, na akasema kwa kweli wabunge wanayaona haya maswala, maanake wao ndio watu ambao tunatangamana nao kule chini, na anashangaa kufikia sasa mbona kuna kimya, hatuoni mchaka wa bunge katika kutafuta suluhisho. Kakangu, niseme hivi, ikiwa utakumbuka mwaka wa 2024 vijana walioongoza yale maandamano ya Gen Z walielekea kwenye bunge, kumaanisha kwamba wanaelewa kwamba bunge ndio kikezo ya muhimu katika serikali. Lakini kwa sababu kuna ile separation of powers, kuna majukumu ambayo bunge lazima iweze kutekeleza. Na wasiwasi uliopo ni kwamba tumeona kwamba bunge mara nyingi wamepitisha sheria za kukandamiza wananchi wa kawaida, ama miswada ambayo tunaona kwamba haimsaidii mwananchi wa kawaida kujaribu kuleta uchumi ama kujaribu kuspy economy. Na ndio hivyo maandamano yale yaliwalenga wabunge. Na rais mwenyewe alitueleza hapa awali kwamba taifa hili halina wajinga wako, kumaanisha kwamba Wakenya wako na ile consciousness ya kuelewa kwamba bunge ndio lenye mamlaka, na lazima bunge lichukue nafasi hii kujinasua kutoka kwa ile taswira ambayo tunaona kwamba limetekwa na executive. Ni wakati muhimu wa bunge kujitokeza kupeana mwelekeo, kwa sababu bunge linapopitisha sheria kwa wakati huu na kupeana mwelekeo, basi taifa litabadilika. Na sisi kama wachanganuzi tunaona kwamba wakati bunge linapitisha mswada ambayo tunaona kwamba haijaweza kutiliwa maanani ama kusikiza maoni ya kawaida ambayo hiyo public participation, na unaona kwamba yanapitishwa kumkandamiza mwananchi wa kawaida, ndio unaona wanaelekeza makali yao kwenye bunge. Wakati huu ni vipi? Wako na uwezo kama bunge, kwa sababu ya hiyo separation of powers, wachukue nafasi yao kutunga sheria ya kuhakikisha kwamba wanadhibiti mfumuko wa bei. Swala hili la nishati lote linashughulikiwa na bunge, na mwananchi wa kawaida ataweza kuona kwamba kweli mbunge amemsikiza, amempa nafasi, ametekeleza wajibu wake kumshughulikia mwananchi ambaye alimpigia kura kuingia kwenye lile. Na je, hapa tunaweza kulenga ndege watatu kwa jiwe moja, kwa sababu ukiangalia kipindi hichi ambacho unasema unaenda, tayari Wakenya wamekuwa wanatoa maoni yao kuhusiana na mswada wa fedha wa mwaka 2026 mwaka 2027, na pia vile tunajua kwamba tayari makadirio ya bajeti yashawekwa paruanja. Na leo nasema kwamba warudi wakalizungumzia. Je, wanaweza kutafuta njia katika wimbi hili ama katika kipindi hiki kuhakikisha kwamba wanapata suluhisho la kudumu? Ni vyema, maana hii ya kwamba tutafute kitu cha kutusimamisha kwa sasa, alafu baadaye Kenya State Road tena pige kelele tena kesho. Je, tunaweza kupata namna tukapata suluhisho la? Tutaweza kupata namna nzuri, kwa sababu wao tena ndio wale ambao wameandaa ule mswada ambao utaletwa kupitisha bajeti ambayo tutaenda kuitumia 2026-2027. Lakini kwa sasa, kwa sababu swala hili limejitokeza wazi kwamba ni swala ambalo linatatiza wananchi wa kawaida, wanaweza jaribu kutupatia proposals kupitia kwa ile bajeti mpya kwamba watapunguza ama kuondoa ushuru fulani, ili wakati wanapojadili tusiangalie tu hiyo stop gap, tuangalie kwamba long term vipi tunaweza kudhibiti matumizi ya serikali na kipato cha serikali, ili tusitatizike na kuweza kushughulika mwananchi wa kawaida. Naam, kuna kidole cha lawama kinaelekezewa wachanganuzi wa masuala ya kisiasa, na nitakuwa ni mnafiki kama sija kueleza kuhusiana na hilo. Ni kwamba wanasema nyakati zilizopita kwa wachanganuzi walikuwa wanafanya hili swala la gharama ya maisha na mafuta kuwa jambo. Wakati wa serikali hii
sasa mnayafanya mambo. Sio umenielewa? Naelewa kabisa. Kwamba sasa hivi mmeavalia njuga kabisa na kibobwe na nini wakati wa hii serikali ya madarakani, lakini katika serikali iliyopita mliyafanya kwa tahadhari. Kwa hiyo inatoa picha ya kwamba je, ni watumwa nyinyi? Mumetumwa kutia doa? Je, mnamaanisha mnachokizungumza? Ama nyinyi ni mawakala wa watu fulani? Ni hoja ambayo lazima nikuulize. Ni hoja nzuri na nitaweza kuijibu hivi. Naam. Mara nyingi nafasi ambayo tunachukua ni nafasi ya katikati. Hatuegemei upande wote, kwa sababu kuna ile swala ambayo tunaona kwamba ikiwa tumejadili swala hili na tunaona kwamba litasaidia mwananchi wa kawaida, tutachukua ile msimamo kwamba tekeleza hivi. Kwa mfano, wakati rais alipoondoa subsidies, tulishabikia tukasema vile umeondoa basi hii G2G, basi hakikisha kwamba gharama imedhibitiwa na mwananchi wa kawaida aweze kunufaika. Ndio hivyo waliweza kudhibiti shilingi yetu, tunaona imebaki pale. Lakini ukiangalia ile long term, ile shilingi ikiachiliwa sasa, kwa sababu imeshikiliwa na hela fulani, ikiachiliwa huenda itafika shilingi 180 kwa dola, kwa sababu kuna mikakati ambayo tunaona kwamba serikali haitusikizi. Na ile ndio swala kubwa ambalo, kwa sababu wakati huu walikuwa naangalia kwamba je, wakati wa uhuru, kumbuka hawa wanafunzi ambao hawa Gen Z wako nje, hawa ni wanafunzi ambao walisomeshwa na Uhuru Kenyatta. Na sisi ambao tulikuwa pengine kwa ile millennials na wale wa nyuma, pengine hatukuwa tuna zile kujitokeza wazi janzi vile wao wanajitokeza kwa sasa. Times zimebadilika, lazima rais aweze kuwajibika, kwa sababu hamuna ile tutasema kama tuliegemea upande ule mwingine kwa sababu alikuwa Uhuru Kenyatta. Hata ikiwa ni Matiang'i leo ama ni fulani ambaye ama ni Sifuna ama ni Ruto, akielekea pale ambaye tunaona kama sisi sawa, tutamwambia rais, hapa umekosea, tungependa uende hivi. Cha muhimu ni kwamba rais atusikize, asituone kama mawagala, kwa sababu taifa hili ni letu wote. Wakati serikali inaanguka, wote tutapata hasara, wote tutaumia. So tunamwambia rais, tafadhali tusikize, kwa sababu tuliona wakati huo ulisimama na mambo fulani. Mbona usiyatekeleze yale uliyosimama nayo, ukasema kwamba ni pro-poor government? Hiyo mambo ambayo ulishughulikia, mbona hatuoni kuitekeleza kwa sasa? Asiepe aseme kwamba hii taifa ni second world country na hii ingine ni tafadhali tufuatie ukweli kulingana na sheria, ukweli kulingana na hali ya dunia vile ilivyo, na kama rais aweze kupeana mwelekeo ya uongozi ambayo tulimwamini kwa yale messaging alitufanyia kwa miaka 10, akitueleza kwamba angebadilisha serikali. Ako bado na nafasi ya mwaka moja kubadili. Ikiwa atakosa kutusikiza, kakangu, basi wote tuelekea jiwe bana. Charles. Yes, changanuzi wanasema wao huwa kote kote. Ukifanya kizuri watakusifu. Yes. Fanya kibaya watakurekebisha. Unajua Rashid, sisi kama watu wa bodaboda tulikuwa na imani kubwa sana na hii serikali, kwa sababu ilikuwa the first time, wakati wa kwanza kusikia mtu mwenye ni mkubwa katika serikali akitaja bodaboda. Mara ya kwanza tulisikia na Rais William Ruto akiwa deputy president akitaja sisi kama watu wa bodaboda. Mbele hiyo ilikuwa bodaboda anatajwa tu kwa maofu. Anataja tu na wale watu wanamuunganisha na mambo mabaya. Tukasikia rais amesimama akiwa deputy akasema, nyinyi watu wa bodaboda na wewe mama mboga. Sasa tukasema kumbe sisi pia tumeingia katika ile kiwango ya wale watu wanapewa heshima. Na kama vile mwenzangu amejibu kuhusiana na wale wanasema ya kwamba twaweza kuwa tunakosoa sababu ya hii ama ile ingine. The same time yenye deputy akiwa deputy secretary. Sikiza hiyo maneno. Ati bei ya mafuta hapa Kenya mahali ni karibu na mahali mafuta inatoka iko bei juu kuliko Uganda, na Uganda inachukua mafuta kutoka hapa kwetu. Sitaki endelee sana. Alikuwa umekuja na Sasa hiyo ni maneno ya rais. Hiyo ni maneno ya rais akiwa deputy president akikosoa serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta, akisema itakuwaje mafuta petroli hapa iko bei kali kuliko wenzetu hapa Uganda na mafuta yapita hapa Kenya. Yeye mwenyewe alisema hivyo na umemsikia. Nimesikia madamu akisema ziko hii maneno yako, hata mbunge naweza kutolea hata ya huyu CS wa Interior niko nayo hapa, akileta shida sana pale mbunge na akisema hii serikali lazima mtuambie kwa nini mafuta yako juu. Akasema walifanya, lakini hawakwenda kiwango cha kwamba sasa tusimamishe nchi kwa kukwamisha shughuli za nchi kuendelea. Basi mimi ndio nasema Rashid, wacha serikali ikubali damu na kwa heshima. Serikali ikubali, iwache kuhusisha mambo ya gharama ya mwananchi
na mambo ya siasa. Kwa sababu shida tuko nayo hapa, Rashid, tulikuwa na president Mombasa na tukaraunch pikipiki ya stima. Na akasema ya kwamba mimi mwenyewe ndio niweza kuunganisha vijana kutoka Kilifi, Kwale, Mombasa. Hata sasa nataka nielekee huko nikitoka hapa. Kuna shughuli bado niko nayo pale ya mambo ya bodaboda. Rais akasema pikipiki ya stima itaweza kurahisisha kazi sasa. Maana hata kama una pesa ya mafuta, waweza ukaendesha pikipiki ya mafuta na uweke kitu pesa kwa mfuko. Sasa hiyo acha nikwambie Rashid, zile pikipiki tuko nazo za mafuta, za stima, ni pikipiki zinaumiza vijana sana. Kwa sababu swapping station hatuna, jambo la kwanza. Namba 2, pikipiki ile ukiweza kuswap, una swap mara 3 kwa siku. Kila swap ni 250 shillings. Kwa hivyo imeenda juu kuliko yule mwenye anaweka shilingi. Lakini wakati anazindua nyinyi mlimwambia. Sio unasema ndio uliwakusanya watu wa bodaboda. Pia mlimwambia kwamba kweli tunakwenda kuzindua kitu lakini changamoto yake ni moja. No, hatukuzindua. Pikipiki za stima hatukujua. Sasa mtu atakuelewaje? Wewe ndio mwenye, kwa sababu umechukua watu wa bodaboda, umewafikisha pale na rais umeziona bodaboda, mzindue na mseme kwamba huu ndio mpango mzuri. Kesho urudi uje useme kwamba pikipiki zile zinatupa gharama. Na kama wewe ndio mwenyekiti unawaambiaje? Hebu sikia sasa hapo ndipo nakwambia sisi tumewekwa kamba shingo na watu wetu au watu wa bodaboda. Kwa sababu rais anatuambia kujeni tunazindua pikipiki ya stima yenye itawasaidia nyinyi, kwa sababu serikali ni yenu, itawasaidia nini watoe kwa gharama ya mafuta sasa na muweze kuweza kuweka kitu kwa mfuko. Basi Rashid na rais ametuambia sisi kama viongozi tuambie riders kujeni, rais amewaita na anasema ya kwamba maisha yatakuwa mazuri kuliko pale ilikuwa. Lakini sasa yule consumer ni yule rider mwenye anaendesha hiyo pikipiki, mwenye ananipea report, ananiambia chairman, hata kama rais alisema hivyo sivyo ilivyo, kwa sababu pikipiki swapping ni 250 one swap na ina swap 3 times per day. Na nikiangalia mambo ya mafuta nilikuwa naweka 500 shillings. Kwa hivyo saa hii swapping ni 750. Unanipata? Kwa hivyo kuna mambo zingine Rashid, lazima uone na hiyo pikipiki ndio ujue. Kwa hiyo performance ya hiyo pikipiki na formula. Kwa mtazamo kama ni kwamba mpango ni mzuri, lakini tuangalie je gharama ya na ndio tunaongea gharama ya hapa. Kwa sababu gharama ya kumaintain ile pikipiki na ile pikipiki namba 2 ni kwamba bei yake iko juu Rashid. Unapata kijana analipa pikipiki ni kama kununua Probox 700,000 kununua pikipiki. Wengine wananunua 300,000, wengine wananunua 400,000. Sababu pikipiki unaambiwa unalipa kwa miaka 5, ni kama shamba unayonunua. Kwa hivyo zile gharama inakuwa juu zaidi, hata unaanza kujiuliza sasa ndio unaona hii maneno aliyoongea akiwa deputy tunaanza kuirudia sasa. Tunaanza kurudia tuone na kwani kumekuaje sasa saa hii na serikali hii ilikuwa ni yetu. Swali nitakuuliza kidogo nikate mzizi wa fitna kabla nimlete Samuel Mwaura. Mimi nakumbuka vizuri kwamba baada ya serikali kuchukua madaraka na kuendelea, kulikuwa na vikao vingi sana vya kuangalia kutengeza sera na mustakabali wa pikipiki, masuala ya bodaboda, sio? Na vile vikao wewe ulivihudhuria vingi. Sivyo? Hiyo mwanzo ulihudhuria vile vikao kabisa. Ukiitwa kama mwakilishi na ukaenda kama mwakilishi. Kwa ulipeleka malalamishi na maslahi ya watu wa bodaboda? Kabisa Rashid. Na nimekuambia jambo la kwanza, tuliweza kusema ya kwamba lenders wote wa microfinance wote wako nchini Kenya waweze kuwa regulated na central bank kama banks. Ndio sasa interest ifanye nini? Ishuke chini. Na hadi wa sasa hiyo jibu haijafanyika Rashid. Kwa hivyo yale masuala tulipeleka pale kama viongozi, tukasema ya kwamba tungependa ifanywe hivi na hivi na hivi, ndio mwananchi awache kuumia. Haijatekelezwa bwana Rashid. Kwa hivyo na ndio nakwambia kwamba ni vizuri sana watupea ina nafasi ya kuweza kuambia watu wetu. Kwa sababu watu wetu wanaona ni kaya kwamba hatuendi kwa serikali kuambia, na sisi ndio tunafikia serikali, hatuendi kwa wao kuwaelezea yale ingehitajika ndio gharama ya maisha ishuke. Lakini tunaelezea, mabarua tumeandika Rashid. Tuko nazo received copy, zimepokewa pale kwa hata State House na zingine katika shirika za serikali, lakini hakuna kitu inayofanyika. Na ndio nikasema sisi sasa tunataka kurudi bunge. Kwa sababu sasa ikizidikana sana, wacha yule mbunge mwenye tulimchagua atuambie anatuwakilisha na njia gani. Sababu yeye anafaa kutengeneza. Kuna kitu umesema Rashid. Ukiwa unaongelea mswada wa ya kwamba inaweza chukua muda sana kuweza kuongelelea ile mswada kuteremsha mafuta, lakini nikuulize Rashid, si wakati wanakaa chini kusema ya kwamba mafuta iongezwe sababu inapita mbunge, ni siku moja? Mwenzangu Samuel amekwambia ni siku moja tu, masaa mawili wanakaa, somo la kwanza, somo la pili, la tatu, na mafuta imeongezwa following day saa 6 usiku mafuta imeongezwa. Sasa hivyo Rashid, hiyo mbio hiyo Rashid, wabunge wazakakaa chini kwa hiyo mbio na wakashukisha mafuta hata kesho, ikifika leo saa 6 mafuta ishuke.
Na mtazamaji, bila shaka nafikiri maoni ni mengi ambayo anaweza kuzungumziwa hapa ndani. Kwa namuuliza Charles Gichira, manake watu wa bodaboda wanasema wewe umekuwa umeheshimiwa na hii serikali tangu ingia madarakani na ikawa vikao vingi unashirikishwa. Wanauliza, je, vikao vile ilikuwa kwa waenda tu Gichira ukaonekane ama ilikuwa kwa waenda kubeba masuala? Nimependa kwamba jinsi ambavyo umesema baadhi ya mapendekezo uliyowapeleka na yale ambayo hajafanyiwa kazi, kumaanisha kwamba watu wa bodaboda, mmemsikia mwenyekiti wenu wa muungano wa bodaboda nchi anasema vikao vilikuwepo, kuna yale aliyowapeleka, lakini kuna imani kuna mengine yalizaa matunda, sio? Ama yote hajasikizwa? Machache sana. Yale ya kuzaa matunda, Rashidi, ni mambo yenye haina effect. Haiguziki hata kuguzika. Lakini uliyapeleka mwenyewe ambayo yana effect. Yes, nilipeleka mwenyewe. Yakawa kaje yale ambayo yana effect? No, unajua nasema na kila mmoja nasema ni naam, yale yaliyotendwa ni kadogo sana kulingana na yale niliyopeleka. Lakini kwa mfano pia uliyapeleka mwenyewe. Yes, ni kwa mfano nikwambie nataka maji kwa glass. Na wewe sasa uniletee maji kwa glass ikiwa pale chini. Sasa sisi mimi mwenyewe nimekuitisha maji ya glass. Kwa hivyo miswada yenye tunapeleka pale, kama for example hiyo ya kuregulate watu wanaitwa renders, unapata ya kwamba mswada uliongelewa kwa committee, waliweza kusema ya kwamba waweze kuwa na in fact katika sheria yetu saa hii, kwa sababu hiyo mswada yenye ilikuwa jenziwa na goma kwa sababu hiyo mambo ya finance bill ilikuwa ndani, na mimi nilienda hiyo mikutano na nikaweka hiyo pendekezo, nikasema ya kwamba lenders wakuwe regulated, ndio nao pia bei ya pikipiki ya loan irudi chini, rider aweze kulipa hata miezi 18 aweze kupata pikipiki yake. Sasa hiyo wanaweza hata miaka 5 ndio uweze kumiliki pikipiki yako. Kwa hivyo hiyo barua ziko, hata sivyo ziko, lakini kutekeleza wanatekeleza kwa njia za kando, sio kwa ile njia yenye wewe uliuliza, kwa njia zingine za kando. Na bila shaka Charles Gichira anachukua nafasi ya kuweza kufafanua, maana kumbuka kwamba ameweza kupewa dhamana na wenye bodaboda, lazima wajue mwenyekiti wao anawakilisha vilivyo ama anawawakilisha ndivyo sivyo. Tutachukua mapumziko, lakini kirudi nitakuja kuuliza swala ambalo nitakupa Samuel uweze kulitafakari kwamba hii kulinganisha bei za nchi fulani na nchi nyingine ni sawa? Kwa sababu nchi pia hiyo nayo ina tozo zake katika ule upande ule wa pili. Je, ni sawa kuweza kujilinganisha sisi na mataifa nyingine kibei, ama twapaswa tupiganie mambo yetu yawe mazuri bila kujali kwamba mataifa mengine bei zao ama maisha yao yakoje? Mtazamaji, hao na mengine mengi ni baada ya muda usiokuwa mrefu.